Karibu katika sehemu ya 4 ya simulizi nzuri itwayo Ndoa ya Mkeka. Baada ya Karubandika kuinuka na kuondoka kwa hasira, Mleso na mamake walibakia pale kwenye kijikochi chao kilichokuwa kimechakaa kutokana na kula chumvi nyingi na kushuhudia mengi. Machozi yalikuwa tayari yakimbubujika Mleso na kufanya njia nene kwenye mashavu yake. Mamake alimtazama mwanawe kwa huruma asijue la kufanya. Naye pia machozi yakawa yanamlengalenga machoni. Kwa sasa uchungu wa mwana alibakia kuujua mama. Baadaye wote wawili waliinuka na kwenda kulala bila kuzungumziana. Siku iliyofuata Mleso hakuweza kujiunga na wenzake katika kwenda ziara. Mawazo yake yalikuwa yamemsonga. Alikuwa amelia vya kulia hadi macho yake yakafura. Alijiona kama kinda la njiwa lisilokuwa na wakulifunikia aghalabu lipate joto kiasi. Akawa anawaza na kujiona kama mshukiwa asiyekuwa na hatia, bila mtetezi mbele ya hakimu ambaye amekata kesi kabla ya kesi yenyewe. Hakuweza kuchukua staftahi kama ilivyokuwa ada yake. Baada ya kudamka asubuhi hiyo, alitembea tata huku akiyumba kama mlevi aliye. Hakuweza kuchukua staftahi kama ilivyokuwa ada yake. Baada ya kudamka asubuhi hiyo, alitembea tata huku akiyumba kwa unyonge kama mlevi akielekea mtoni. Alitamani dunia ipasuke imeze akiwa hai. Alitamani mshumaa wa maisha yake uzimike apotelee mbali katika ulimwengu ambao hakuna aliyeujua. Alifika ukingoni mwa mto Kamara. Alitaka ajirushe ndani ya mto huo aangamie. Ulikuwa mwendo wa saa 12 asubuhi. Hali ya anga ilikuwa tulivu. Ndege waliendelea kuimba na kutumbuiza kwa nyimbo zao zisizokuwa na kikomo. Mleso akawa anawasikia kwa umbali wa mawazo yake. Akawa anahisi kana kwamba ndege wale walikuwa wanaimba mbolezi asubuhi ile. Labda walikuwa tayari washaanza kuomboleza mauko yake kabla hajaaga dunia. Au labda hata walikuwa wakimshangilia alivyokuwa akijiandaa kujitupa katika mto huu. Pale ukingoni baridi ilikuwa imekithiri. Maji yalikuwa yakiteremka kwa utaratibu na utulivu mkubwa kutokana na kina kirefu cha mto huo. Mleso alirudi nyuma mita kadhaa, tayari kujitupa ndani ya mto huu. Ghafla Bimvo alisikia sauti ya mamake ikimuita. Mleso ataka kufanya nini? Alishtuka na kusita. Kisha akageuka na kumwona mamake amesimama huku amemkodolea macho nusura ya mtoke. Ni heri nife mama, siwezi kuolewa, Mleso alijibu kwa sauti yake nyororo kama ya kasuku iliyojaa unyonge. Usiseme hivyo mwanangu, Bimasi alimwambia huku akimsogelea mwanawe na kumkumbatia. Alimpangusa machozi na kumtuliza. Twende nyumbani mwanangu. Jua hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Nitazungumza na babako. Wote wawili waliongozana moja kwa moja hadi nyumbani. Hapo Mleso akanusurika kifo kwenye tundu la sindano, ila matumaini yake yakabaki yamening'inia kwenye kamba nyembamba iliyokuwa katika hatari ya kukatika. Jioni ya siku ile Bimasi alijaribu kumsihi bwanake asimuoze Mleso, lakini maneno yake yaliambulia patupu, yaliishia kugonga mwamba. Karubandika alikuwa ameingiwa na tamaa ya mali, asijue tamaa mbele mauti nyuma. Alikosa kutambua kuwa alikuwa anamchembea mwanawe kaburi. Asubuhi iliyofuatia Bimasi aliyofia kuwa mwanawe angeweza kujitoa uhai, kwa hiyo akamuita kando.
babake alikuwa tayari kamkusanyia vilivyokuwa vyake, tayari kumpokeza kwa Matata. Bimasi akawa anamzungumzia mwanawe na kumpa nasaha. Usijali mwanangu, kwa kuwa babako ametisha kukatana kuwa mwanawe iwapo hutaolewa, wewe kubali kwenda tu. Baada ya juma moja nitakuja kukuchukua pamoja na kukuletea suluhu. Utarudi shuleni mwanangu. Sitaki mama, Mleso alisema kwa uchungu. Naelewa itakuwa vigumu kwenda, ila kwa ajili yako na mimi, enda tu. Bimasi alifanikiwa kumshawishi Mleso. Matata alifika bila kuchelewa kama alivyokuwa amemwahidi Bwana Karubandika. Walinena machache na Karubandika, wakachekeshana na kisha bila kupoteza muda wakaondoka na Mleso, ingawa aliondoka shingo upande. Tangu hapo Mleso akawa na ngoja mamake kuja kumnusuru kutoka kwenye ndoa hile. Hadi sasa hajapata kuelewa maana aliyokusudia mamake alipomwambia kuwa angefika kumsaidia baada ya juma moja. Siku zimekuwa zikijikokota na kusonga, bado juma moja halijafika. Mleso alimaka. Ghafla Mleso alisikia sauti ya mlango ikibishwa. Sauti hii iliyakatiza mawazo yake, akainuka na kuelekea mlangoni kufungua. Ulikuwa mwendo wa saa 8 asubuhi. Kwa hivyo Mleso alikuwa na hofu na wasiwasi pia. Alichungulia kwenye kijitundu kilichokuwa pale mlangoni. Ikawa rahisi kumtambua aliyekuwa anabisha, kwani wameishi naye kwa miaka 2 sasa. Na huu ndio mwisho wa sehemu ya 4 ya simulizi nzuri itwayo Ndoa ya Mkeka. Ni mimi msimulizi wako, sio mwingine ila ni mwandishi Mwandiki, anayepatikana kupitia nambari ya simu 0799866879. Asanteni, tupatane katika sehemu ya 5 ya simulizi nzuri itwayo Ndoa ya Mkeka. Karibu katika sehemu